tulifanya maamuzi ya kutambua madeni mengine ya mifuko ya hifadhi ya jamii kwa serikali kupitia hati fungani maalumu isiyo taslimu yenye thamani ya shilingi trilioni 2.67. Kati ya kiasi hicho shilingi trilioni 2.18 madeni ya PSSSF ya waliokuwa wafanyakazi wa serikali kabla ya 1999 maarufu kama pre-99. Shilingi bilioni 400.71 ni madeni ya NSSF ya muda mrefu na shilingi bilioni 63.52 ni madeni ya kampuni ya ubia ya mifuko ya pensheni yani PPP, Pension Property Limited. Kampuni hii ilifadhili miradi ya serikali kwa kutoa mikopo kwa vipindi tofauti kwa ajili ya kuharamia utekelezaji wa miradi ya serikali ambao ni ujenzi wa ukumbi wa bunge hili letu Dodoma, na ujenzi wa chuo cha sayansi ya teknolojia cha Nelson Mandela Arusha. Madeni haya hayakuwahi kuwa sehemu ya deni la serikali. Kiasi cha shilingi trilioni 2.2 kilichobaki kinatarajiwa kuanza kutambuliwa ndani ya miaka mitatu ijayo kwa kuanza na mwaka 2025-2026 ambapo deni la kabla ya mwaka 1999 kiasi cha shilingi bilioni 630 litatambuliwa na deni la NHIF kiasi cha shilingi bilioni 180 zilizotumika kujenga hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma. Lengo la hatua hizi ni kunusuru mifuko ya hifadhi ya jamii yenyewe, lakini pia kuhakikisha wastaafu wetu waliotumikia taifa wanapata mafao kwa wakati. Kwa ujumla, tumeyatambua madeni haya na kuweka kwenye deni la serikali, deni la ndani, ili kutoa nafuu kwa mifuko yetu. Mheshimiwa Spika, nimeona niaseme haya kwa urefu ili Watanzania waelewe kuhusu swala hili la deni la taifa ambalo hupotoshwa mara kwa mara. Aidha, niwahakikishie Watanzania kuwa serikali inaendelea kuchukua hatua kuhakikisha deni linaendelea kwa himilivu. Tutaendelea kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani ili kupunguza utegemezi wa mikopo katika ugharamiaji wa bajeti zetu. ST Bongo, nyumbani kwanza.